tena mtazamaji wa Hot Mix ya EATV. Kila siku za Jumanne huwa tunakuwa tunajadili siasa, masuala ya kisiasa zaidi ama mwanasiasa. Hii leo tutakuwa tukijadili mengi sana yanayohusu wananchi wanavyoweza kupima uwajibikaji wa bunge katika kutatua kero mbalimbali. Wananchi unawezaje ukapima uwajibikaji wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutatua kero mbalimbali? Hapo ulipo unapima vipi? Ni mjadala ambao vivyo unapatikana kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa EATV.tv. Unaweza kutuambia unapimaje uwajibikaji wa bunge letu ambao linaendelea pale Dodoma, bunge hili la 11. Mimi ni Samson Charles. Nipo moja kwa moja na mbunge wa viti maalum katika mkoa wa Mbeya, na ni Mheshimiwa Sofia Hebroni Mwakagenda ambaye nipo naye. Yeye ni sehemu ya bunge, ni bunge na kimsingi yuko mule ndani. Atatujuza mengi sana ambayo yanahusu uwajibikaji na namna ambavyo wananchi tunaweza tukapima namna bunge linavyotatua kero mbalimbali. Sasa Mheshimiwa Mwakagenda, kwa muda wako na kwa kufika. Asante sana. Ukitazama nafasi ya wananchi wa Tanzania kupima bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa hivi, wana nafasi ya aina gani? Okay, kabla sijaongea naomba nitoe pole kwa wenzangu ambao wako Moshi na ambao wameenda kumsindikiza mzee wetu Ndesambulo. Nina masikitiko pia kama mbunge, japokuwa sikuweza kushiriki nao kwa sababu za kifamilia. Okay. Sawa, nikirudi kwenye swali lako, kupima kuko kwa aina nyingi. Nikizungumzia kupima kwa aina nyingi inategemea, kwa sababu kwenye mambo ya ufuatiliaji kuna vigezo wa vinawekwa, ukiachilia mbali vile vya kisomi, lakini viko vya kikawaida. Tukizungumzia bunge, tulishazoea kuona bunge live. Ambavyo watu wengi sana walikuwa wakiangalia, wakiwa shambani ana redio anasikiliza, akiwa ofisini ataangalia kwenye TV na vitu kama hivyo. Na sasa hivi havipo. Kuna magazeti kidogo ambayo pia yamekuwa edited sana, lakini angalau anaweza katoa headlines fulani, lakini hazina mwendelezo. Kwa hiyo bado kuna changamoto kubwa sana ambayo kama wanaharakati tunahitaji kupigia kelele zaidi juu ya bunge live, kwa sababu tunapozungumzia bunge live, bunge ni mkutano wa wananchi. Wananchi wengi 154 wasingeweza kuingia bungeni. Kwa hiyo wametuchagua sisi wachache kuwawakilisha. Sasa kile tunachokifanya ndio maana kikuwa kinakuwa live, wanaona ni nini tunafanya. Sasa kama hakipo, hiyo ni changamoto tunaendelea nayo. Kwa hiyo unaweza ukawa na hoja kwamba ukosefu wa bunge live labda unaweza kuwakosesha wananchi nafasi ya kupima uwajibikaji wa bunge. Kabisa, wewe unafahamu kabisa kwamba kuna budget inaendelea. Na budget ujue ndio kila kitu. Sasa serikali inakuja na mambo yake, imepanga, inasema hii ni awamu ya 5, tunazungumzia habari ya viwanda. Huyo mtu anatakiwa ajue kwamba sasa ni wakati wa kutetea viwanda, hasikii. Na unafahamu kabisa kwamba uwezo hata wa magazeti kufika vijijini ni mdogo, na asilimia kubwa wananchi karibu 80% wanakaa vijijini. Anajuaje? Anafuatiliaje? Okay, tukiachia katika ukubwa wake, tunazungumzia kwa mfano mimi nawakilisha wanawake wa mkoa wa Mbeya. Wanajuaje kama kweli mimi nazungumza mambo ambayo yale niliwaahidi kwenye kampeni kwamba nitazungumzia? Watafuatiliaje? Kwa hiyo bado ni changamoto kubwa sana kama taifa. Na hii haihusiani na chama chochote. Hii ni kama taifa. Ukiwa na mantiki kwamba wabunge ambao tunaona bungeni kama wewe kwa kilele mnazo zipiga, nimekuwa kikusikia ukitetea wakulima wa chai pale, ukimbana Charles Mwijage kuhusiana na kupeleka kiwanda pale. Ni kama juhudi zenu zinaishia juu, lakini vile vile tukumbuke tuna uwezo kuliona bunge labda kuanzia saa 3 ile kuelekea saa 4:30. Tunaweza tukaona mambo pale. Unatuambia nini wananchi? Bado ni changamoto, kwa sababu saa 3 mpaka saa 4 unazungumzia wewe mtu wa mjini, ambaye pia ninajua wewe mwenyewe wakati mwingine unashindwa kuangalia kwa sababu uko kwenye foleni. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi. Kwa mtu wa kijijini ambaye umeme walea sawa umesogea, tunashukuru Mungu, lakini si kote. Kwa bibi yangu kijijini haoni. Kwa hiyo unaona tumezidi kubana pumzi ya wananchi kuweza kupata taarifa. Kwa hiyo wachache ambao wanafanya juhudi za makusudi wanaweza kaangalia TV. Kwa mfano unaweza kaniambia wewe kuna nini kama mchango ambacho umeweka kutoa bungeni na kimewapita wanawake wa mkoa wa Mbeya, kimewapita wananchi wako pale wa mkoa wa Mbeya? Binafsi mimi naamini ni vingi. Ukiachilia mbali teknolojia imetusaidia, utakuta kuna wakati
inaweza ikatokea kwenye YouTube labda but ukachukuliwa, kwa sababu kipindi cha majibu na maswali kinakuwa live. Kwa hiyo kama utapata watu ambao ni wajuaji wakachukua ile clip wakarekodi wakarusha kwenye mitandao ya Facebook, unaweza ukajisikia au watu wako wakasikia. Si wote, kwa sababu hata hizo simu tunazungumzia si wote wenye simu. Kwa hiyo bado kuna shida. Kwa hiyo nahisi wananchi kuna vitu vingi sana hawavipati vingi sana. Tunazungumza mambo mengi sana na kuna vingine wananchi hawajui vinavyoendelea hata yanayotokea bungeni, na ukumbuke kwamba vyombo vya habari si vingi. Kwa hiyo wanaamua waseme nini. Lakini ingekuwa live wananchi ongeza kuhukumu katikati kusema hapa kilikuwa hivi. Kwa mfano yaliyotokea wiki iliyopita, kama ingekuwa ni live watu wangehukumu na mwisho wa siku wao ndio waliotuingiza pale wangeamua. Tuje katika wajibu wa bunge kama ambavyo katiba yetu imeorodhesha kwamba bunge liko pale kwa niaba ya wananchi. Ukisoma kuanzia ibara ya 62 kuendelea inaweza kukwambia namna ambavyo bunge limebeba mamlaka ya wananchi. Namna ambavyo mawaziri wanajibu hoja zenu bungeni. Kwa mfano leo mbunge Joseph Kakunda, huyu ni mbunge wa Sikonge. Mheshimiwa Joseph Kakunda kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, yeye alikuwa anauliza Wizara ya Miundombinu hii kuhusiana na muktadha wa barabara ya Ipole mpaka Ruangwa iko pale Tabora. Hii imechukua miaka 43 mpaka sasa hivi kwa mfano. Ina miaka 43 na hiyo miaka yote 43 inafanyiwa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Mheshimiwa Joseph Kakunda huyu akaonyeshwa kushangaza sana na kimsingi majibu ambayo alitolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Edwin Ngonyani. Unadhani kuna jambo la ziada kiwajibikaji ambalo linatakiwa kuendana na kasi ya serikali ya awamu ya 5? Nilishai kuuliza mwongozo. Unajua kuna kitu kinaitwa mwongozo. Kuna nafikiri kama wiki 2 zimepita kama sio 3. Tulikuwa tunasikiza majibu ya mawaziri. Kuna mbunge mwenzangu aliuliza swali. Tena nafikiri alikuwa sio upinzani. Aliuliza swali na jinsi ambavyo mawaziri wanajibu kama kutimiza wajibu. Hawaoni kama sisi tunategemea yale majibu yao yakafanye kazi kwa ajili ya kusaidia wananchi. Nikauliza mwongozo na aliyekuwa amekalia kiti ni naibu spika. Kwa mara ya kwanza nilimwona ametenda haki. Akasema ninahitaji mawaziri mjibu sawa sawa na wabunge wanavyotaka. Na hiyo ndio kanuni ya kibunge. Kwa mimi ninafikiri bunge kama taasisi, kwa sababu unafahamu kuna executive, kuna nani hawa mahakama na sisi ndio tuko kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo kama mimi sitapata jibu sahihi, huyo mheshimiwa ambaye aelewa kujibiwa vizuri, wewe unategemea ni nani mwingine anaweza kumwambia waziri Ngonyani akajibu. Kwa hiyo bado tuna changamoto kubwa sana na mimi nafikiri kitu kikubwa ambacho tunacho ni tuondoe ule uchama. Yaani mle ndani ningekuwa mimi ni amri yangu nitamani kila mtu avue chama chake nje ya geti pale. Lakini mpaka sasa kinachotutesa kama wawakilishi wa wananchi, tunasikiliza party caucus, chama changu kimesema nini. Nikisema hivi serikali yangu itaona nimeigombeza. Nikisema hivi siwezi kupata zawadi. Na sasa hivi Mheshimiwa Rais anatoa zawadi ambulance. Kwa hiyo mtu anaona nikisema vibaya ndio naweza nikapata zawadi. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwa kweli mimi sidhani kama tuna lengo la kuisaidia taifa. Mimi nafikiri mtu apewe zawadi kwa sababu ametetea hoja ya msingi ambayo sisi wote tunapiga makofi, tunasema hii ni kwa ajili ya taifa. Lakini si kwa sababu umemsema fulani, kwa sababu umemtoa fulani hivi. Mimi nafikiri hivyo. Bwana, napenda vivyo kukushirikisha maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Mtapitia maoni machache sana ambayo mmetuandikia kimsingi mkizungumzia namna ambavyo mnaona bunge liwajibike, liendelee kuwajibika katika kutatua kero mbalimbali ambazo zinawakabili wananchi. Maoni hayo moja kwa moja yapo katika ukurasa wetu wa Facebook wa EATV.tv. Na nitapitia maoni machache ambayo umetuandikia kuhusiana na bunge kuwajibika kwa wananchi kupitia ukurasa huu wa Facebook, ambao vile unaweza like, na bila kusahau baadaye nitaruhusu simu kupitia 0683 074636. Unaweza kutupigia simu alafu tupe mtazamo wako kuhusiana na namna gani bunge hili la budget ya Alhamisi itakuta ndani ya bunge. Ndio. Na vivyo nitahitaji mchango wako kwa sababu siku ya Alhamisi unajua itakuwa ni amshapopo au sio kuhusiana na budget. Na maoni tayari yako, mimi niyapitie maoni kama ambavyo moja kwa moja ulikuwa ukitujuza kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Baadaye nitakutia director nisogeze kidogo.
Anyways, baadaye nitapitia maoni yako, ndio hayo hapo ambayo umetujuza. Unapozungumzia uwajibikaji, kuelekea bajeti vivyo ni dhana ya uwajibikaji. Tunashuhudia mwaka wa fedha 2016-2017 unaisha. Unadhani bunge lina nafasi nyingine ya kujaribu kuwajibika kwa wananchi katika mwaka ujao wa fedha, tukishuhudia fedha ambazo zimetoka ni chini ya 40%, na 30% tu fedha zimetoka. Tutaraji na kimaoni zaidi bunge hapa liwajibike vipi katika kuhakikisha kwamba hata bajeti ijayo ya Dr. Mpango, bajeti ya nchi inakuwa murwa? Mimi nafikiri kama nilivyosema hapo mwanzo, bado tuna shida ya kutetea chama. Tumetoa bajeti ya mwaka jana, of course ndio bajeti yetu ya kwanza kabisa. Mimi ni mbunge kwa mara ya kwanza. Tuliipitisha. Kupitisha bajeti ni kitu kingine na kuitekeleza ni kitu kingine. Unakuta mnapeleka pesa kwenye wizara bilioni labda sei 10, lakini imepelekwa milioni 400. Unategemea miujiza gani katibu mkuu wa wizara husika atafanya? Kwa hiyo mimi bado ninaendelea na nitaendelea kupiga kelele kwenye kuchangia bajeti hii kwamba tunapitisha. Na mimi nafikiri bunge ndio chombo pekee kikipitisha lazima utekelezaji ufanyike. Sasa sijajua wizara ya fedha inapata nguvu gani ya kuweza kuzuia yale ambayo bunge imepitisha. Lakini si tu hivyo. Nafikiri kila kitu ni mipango, hata kwenye familia, level ya familia. Ukisema nitafanya hiki, usipofanya tayari umeshindwa. Kwa sababu kutimiza kile ulichotegemea kufanya. Kwa hiyo mimi bado ninajua hata hii tunaenda kuipitisha, nina mashaka makubwa sana. Na kwa sababu wanaopiga kura ni wengi. Tungekuwa tuko nusu kwa nusu, ingetusaidia na Watanzania ingeweza kuwasaidia sana. Lakini hii biashara ya wengi wenye sauti ya kusema aseme ndio, waseme sio wameshindwa. Tunaendelea kuwa hivi tulivyo kwa sababu nguvu yetu sisi ni chache, lakini bado ninafahamu kwamba tunao wajibu na tutakuja kuulizwa, na tumeshamaliza tayari. Mimi naweza kusema miaka 2 imeshaisha. Kwa hiyo 2020 sio mbali. Kwa hiyo Watanzania waamue. Haya bwana. Bwana, muda mchache ujao tutakuja kuendelea na Mheshimiwa Sofia Mwakagenda ambaye ni mbunge wa viti maalum katika mkoa wa Mbeya, akiwa pale moja kwa moja maeneo ya Rungwe. Usitoke. Bwana, kimsingi tunaangazia wajibu wa mwananchi unaweza kupima namna bunge ambalo linavyowajibika katika kutatua kero zako. Mimi Samson Charles nipo na Mheshimiwa Sofia Mwakagenda. Huyu ni mbunge wa viti maalum pale mkoani Mbeya. Maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook ni mengi sana. Hayo hapo, mbunge kama mbunge ana haki ya kusikiliza kero za wananchi jimboni kwake, kwa sababu wananchi hao ndio wamemwezesha yeye kupata wadhifa huo. Na kulikuwa na maoni mengine yanaendelea hapo ya ndugu yangu Benanto the Prince. Amina Benjamin anasema hata waongee wapayuke bungeni, wasimangane bila vitendo ni kazi bure. Hongera mbunge wangu Aziz Abudi, yeye ni vitendo zaidi. Huyo ni Amina Benjamin. Joram Christopher wa Moshi, ukiona jimbo linadorora katika maendeleo, jua wazi ushirikiano wa mbunge husika na diwani hawana ushirikiano. Frankie Daniel Masawe Kemche, ni bora kuwa karibu na wananchi wako jimboni kwako kuliko kuwa bungeni, sababu mjengoni pasha kuwa sehemu ya kuchambana kwa wabunge wote bila kujali chama wala jinsia. Benanto de Prince, asante kwa maoni yako. Mgalapo Hatibu, nipo Tanga, mbunge wangu hata asipokuwa muuza sura bungeni, shida kero zangu ninapokaa zitatulie. Asante sana, ukiwemo Ombeni ambao kutoka Arusha Monduli, pamoja sana Hot Mix na ndugu zangu wengi ambao vivyo mnaendelea kutupia maoni yenu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa hebu pale Mbeya, wewe niambie sasa wajibikaji wako binafsi. Unajua ni mara ya kwanza umeingia bungeni, unaunjuka kidogo form 1 pale bungeni, lakini mpaka sasa hivi umewajibika vipi kiasi kwamba watu ambao wanasema Sofia alikuwa wapi huyu miaka yote? Kimsingi mbunge anayesimamia serikali, na kuna dhana ambayo nafikiri kwamba mbunge ndio tajiri, anajenga barabara, na of course ni sisi wabunge tunawadanganya wananchi kwamba mkinichagua nitaleta maji, mkinichagua nitajenga barabara. Lakini mbunge ni msimamizi wa fedha za serikali. Na ukumbuke mimi kama mbunge ni diwani kwenye halmashauri yangu ya Rungwe. Kwenye halmashauri kuna mapato ambayo tunafanyia budget kama tunafanya budget ya kibunge. Kwa hiyo kuna vile vipaumbele. Ninafikiria kuna ile 5% ya vijana,
5% ya wanawake, ninaigombaniaje kuhakikisha kwamba inaenda kufikia na kwenye makundi sahihi. Lakini si tu hivyo, kuna maji vipaumbele, kwa sababu unaweza kuwa na pesa vipaumbele vikawa tofauti. Kwa hiyo nashukuru Mungu tunaendelea na ujenzi wa maji pale kijiji cha Mpanda Panda, na tunaendelea kufikiria jinsi ya kupata soko, kwa sababu wauzaji wengi ni wanawake. Kwa hiyo unapozungumzia soko, unazungumzia soko salama, soko lenye choo, na tunaendelea na mpango wa kutafuta wafadhili na wameshaonesha nia. Tuko kwenye nafasi nzuri sana kuweza kuendelea kujenga soko la Kiwila. Lakini hiyo ni Mbeya nazungumzia. Mimi kama mbunge wa viti maalum nina kwenda mkoa mzima, si kwenye jimbo, siko kwenye jimbo moja. Pale Mbeya mjini nimeweza kuunganisha vikundi vya wanawake, kuviunganisha na mabenki ya NMB, tunafanya kwa karibu sana. NHIF tuko nao karibu kwa ajili ya afya uzazi. Lakini pia unafahamu tatizo la sanitary pads, watoto wa kike. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hiyo, na sijafanya Mbeya tu, nimefanya Monduli, nimefanya na sehemu zingine. Lakini pia nina wasichana wa Kimasai ambao kuzuia mimba za utotoni ni zaidi ya miaka kama 4 ninafanya. Kwa hiyo nipo nikiendelea na huo mradi kuweza kusaidia watoto wetu tuone wanaendaje na wao wakawa kama mimi siku moja. Na sio tu hivyo, nimeuliza maswali mengi, nimekaa muda mfupi lakini nimeuliza maswali mengi sana na yameonyesha bungeni. Nimeuliza maswali nilipokuwa natimiza mwaka, nimeshauliza maswali zaidi ya 9, kitu ambacho si cha kawaida. Na maswali ya nyongeza hayo ndio siwezi kuhesabu, yako mengi sana. Lakini pia niweza kuendesha move ya wakati ule tulisema kwamba wanawake wa Chadema mpaka tunaitwa baby tumepata ubunge, niliweza kusababisha wanawake wenzangu tukasema tuwezekani, lazima tufanye kitu, na watu wakajua kwamba si kweli na kwamba mwanamke wa viti maalum mkajulikana sio mabebi. Iwezekani. Yale maswali uliyouliza kuna matokeo ni mazuri. Kwa mfano kwa swala la chai, unajua kule Rungwe kuna limwa sana chai, na chai ya Rungwe nashangaa wanapata bei ndogo sana, 150 ngapi kwa kilo, wakati jirani kabisa Mafinga wana chai nzuri. Tukienda tunajua tunajumia Afrika Mashariki wanauza chai kilo 500 na zaidi. Mkulima wa chai wa Kenya ana pick up, ndo maskini, sisi hatuna. Kwa hiyo ninapoendelea kuipigia kelele, waziri wa kilimo anaifanyia kazi kwa vizuri sana, na wadau wa chai wengine wamenifuata mpaka bungeni. Wengine maki tunajua kuna mvutano, wengine wanasema iwe hivi, wengine iwe hivi. Kwa hiyo mimi binafsi naona tuna mali tunaelekea. Lakini si tu hivyo, unafahamu kwamba tunalima mazao ya chakula sana. Tuna maparachichi, tuna ndizi. Majirani zetu Zambia wanakuja kuchukua kwa bei rahisi. Kwa hiyo kuna mpango tunafanya, umoja wa watu wanaolima ndizi, tuone ni jinsi gani hizo ndizi zitauzwa pale na tukiwa na viwanda vidogo vidogo. Mwijage sasa ndo nafasi yake. Kama nasema kuna viwanda, tupate sisi tutengeneze clips, tutengeneze tuzalishe pale na vijana wetu wapate ajira. Ndicho tunaendelea kufanya. Na Mwijage nimeongea naye na nafikiri hata kati najibu maswali yangu, nafikiri umeona, amesema anakuja kuona na kusaidia. Sawa. Sasa siku ya Alhamis wananchi wako pale Mbeya na Watanzania kwa ujumla, kwa mfano baada ya kumsikiza Dr. Mpango, unataka tutarajie wajibikaji gani kutoka kwa mbunge wewe hapa ambaye tunaye sasa hivi live studio? Kikubwa ni kusimamia kile ambacho serikali imeahidi kufanya, ni kupiga kelele na kufuatilia kwa karibu kuhakikisha kile kitu kilichoahidiwa na Wizara ya Fedha kinatendeka. Na kama nilivyosema hapo mwanzo, kupanga bajeti ni kitu kingine, kutekeleza ni kitu kingine. Kwa hiyo tunaposema tumepeleka pesa Wizara ya Ulinzi sasa, kwa hiyo lazima tuhakikishe OCD wa Mbeya anapata mafuta kwa wakati. Kama tairi zake zimeharibika lazima apate. Vivyo hivyo nikienda kwenye kilimo, wakisema pembejeo zinakuja kwa wakati, kwa sababu sisi ni wakulima. Kwa hiyo natakiwa pembejeo zije kwa wakati. Usiniletee pembejeo wakati nishalima, itakuwa imeshachelewa. Kwa hiyo kuhakikisha hivyo vitu vinaenda kwa pamoja. Na hivi vitu afanye mbunge peke yake. Kuna komiti mbalimbali zipo, lakini pia mimi ninatumika kama sauti, lakini watendaji ambao ni wasomi wapo. Ndio. Sawa. Mwisho kabisa, tumekuwa tukimsikia husband wako mumeo, Bwana Habron Mwakagenda ambaye ni kaimu mwenyekiti wa Jukwaa la Katiba Jukata. Amekuwa akizungumza masuala ya umuhimu wa kuwepo katiba. Binafsi kujaribu kuangalia sasa hivi kama taifa tuna uhitaji wa katiba muda huu ambao mambo yanakwenda vizuri. Kubwa sana, mambo hayajaenda vizuri. Ndugu yangu, tunapozungumzia katiba hatuzungumzii mtu. Kwa sababu leo mtu yupo, kesho hayupo. Na kuna wakati Nyerere aliwahi kuzungumza akasema hii katiba naizungumzia 77. Kama ikimpata mtu sio sahihi anaweza kaitumia vibaya. Tunaona madaraka yanavyoenda tofauti. Leo hii mkuu wa mkoa anaweza kaamua chochote maadamu tu amefanya hivyo. Kwa hiyo ninachotaka kusema tuna umuhimu wa katiba. Na hii haihusu mwanasiasa peke yake. Hata wewe mwandishi wa habari unahitaji katiba mpya. Sawa bwana. Sasa muda wangu Mheshimiwa Mwakagenda umenishia. Asante sana kwa kuja. Asante sana. Hivi ukitaka kuteuliwa upewe nani fulani hivi, utataka uchukue nafasi ipi? Wapi? Namboe? Hapana. Na serikali? Hapana, mimi au utataka?
Sitataka. Nafikiri kuwatumikia wananchi ni muhimu sana na nitakuwa nachanganya habari. Sababu leo basi yaishe. Okay. Bwana, mimi ni Samson Charles. Tuonane tena siku ya kesho. Hot Mix.